Ukiacha pingamizi lile ambalo ni maarufu zaidi kutoka kwa Waislamu kwamba umungu wa Yesu hauthibitiki katika Biblia, hususan katika Injili, kwa sababu tu Yesu haonekani sehemu yote akisema mimi ni Mungu au mniabudu. Sehemu mojawapo ambao ndugu zetu Waislamu wanapenda kuitumia ati wakidai Yesu anaukana Mungu wake ni katika Injili mbili za Marko na Luka. Kwenye Injili ya Marko huo wanakwenda katika sura ya 10 ya Marko mstari wa 17 mpaka 23. Na mara nyingine huo wananukuu kutoka katika Injili ya Luka sura ya 18 mstari wa 14 mpaka 25. Tunakwenda kusoma huko ili tuone nini hasa hoja yao, halafu nitajaribu kukuelezea kwa nini hicho wanachosema Waislamu si sahihi kwa unapoisoma Biblia kwa umakini, unaposoma hizi Injili na kwa ujumla wake unakuta kwamba ni mambo ambayo tafsiri wanayoleta Uislamu haipo katika hili neno. Tunaenda kuangalia kwanza katika Injili ya Luka sura ya 10 mstari wa 17 mpaka nitakusomea pengine mpaka wa 25 hivi. Tunaanza hapa Marko 10:17. Hata alipokuwa akitoka kwenda njiani, mtu mmoja akamjia mbio, akampigia magoti, akamuuliza, Mwalimu mwema, nifanye nini nipate kuurithi uzima wa milele? Hapa anaonekana mtu ambaye anamfuata Bwana Yesu na kumuuliza, na anamuita kwa jina la kipekee kabisa, anamuita mwalimu mwema. Yesu akamwambia, kwa nini kuniita mwema? Bwana Yesu anamuuliza kwa kumhoji, kwa nini anamuita mwema? Yesu anaendelea anasema, hakuna aliye mwema ila mmoja ndiye Mungu. Sasa mstari huu Bwana Yesu anapomuuliza kwa nini kuniita mwema, hakuna aliye mwema ila mmoja ndiye Mungu. Anachojaribu kusema hapo Waislamu katika hoja zao ni kwamba Yesu yeye anakataa kuitwa mwema kwa sababu yeye si Mungu, kwamba mwema ni Mungu peke yake. Ndio hoja yao. Tutakwenda kuisoma yote hii mpaka mstari wa 27, halafu nitakufahamisha mambo kadhaa, kisha mwishoni nitakuelezea hasa hizi Injili mbili Bwana Yesu alikuwa anamaanisha nini, kwa sababu kawaida Waislamu wanaishia hapa tu kujenga hoja yao kwamba Yesu hapa amekataa umungu. Anaendelea, anamuuliza sasa hapa Bwana Yesu anaendelea kumhoji yule mtu alomfuata njiani pale, wazijua amri, usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, usidanganye, waheshimu baba yako na mama yako. Akamwambia, Mwalimu, haya yote nimeyashika tangu utoto wangu. Yule mtu ambaye alimfuata Yesu anamjibu kwamba haya yote nimeyashika tangu utoto wangu. Jambo moja la kulizingatia hapa, Bwana Yesu anazitaja sheria zile za amri 10, anazitaja 5 tu. Tena anazitaja zile ambazo zinatoka katika kundi ambalo linahusu mahusiano wa mwanadamu kwa mwanadamu. Kumbuka katika sheria zile amri 10 za Mungu zimegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni sheria 4 zinazohusu Mungu, na kundi la pili ni sheria 6 zinazomhusu mahusiano ya mwanadamu kwa mwanadamu. Anaendelea, Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia, umepungukiwa na neno moja. Anaendelea kumwambia, enenda ukauze ulivyo navyo vyote, ukawape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Walakini yeye akakunja uso kwa neno hilo, akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Mwinjili hapa anamzungumzia huyu mtu aliyomuuliza kwamba alivyoambiwa vile na Bwana Yesu kwamba akauze mali zote alafu arudi akamfuata Yesu, huyu bwana akapata huzuni nyingi sana. Yesu akatazama kote kote, akawaambia wanafunzi wake jinsi itakavyokuwa shida wenye mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Wanafunzi wakashangaa kwa maneno yake. Yesu akajibu tena akawaambia, watoto, jinsi ilivyo shida wenye kutegemea mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Ni rahisi ngamia kupenya katika tundu ya sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Nao wakashangaa mno, wakimwambia, ni nani basi awezaye kuokoka? Yesu akawakazia macho akasema, kwa wanadamu haiwezekani, bali kwa Mungu sivyo, maana yote yawezekana kwa Mungu. Nimekusomea kutoka sura hii ya 10 ya Marko kuanzia mstari wa 17 mpaka wa 27. Tunakwenda kusoma katika Injili ya Luka mtakatifu sura ya 18 mstari wa 18 mpaka nafikiri nitakusomea mpaka 27 pia. Inasema hivi: tena mtu mkubwa mmoja alimuuliza akisema, Mwalimu mwema, nifanye nini ili nipate kuurithi uzima wa milele? Yesu akamwambia, mbona unaniita mwema? Narudia tena pale pale kwamba huyu bwana anamuuliza
Bwana Yesu lakini anamuita mwalimu mwema. Ndipo Bwana Yesu anamuuliza, mbona unaniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, naye ndiye Mungu. Wazijua amri: usizini, usiue, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako. Akasema, hayo yote nimeyashika tangu utoto wangu. Yesu aliposikia hivi hayo alimwambia, umepungukiwa neno moja bado. Viuze ulivyo navyo vyote ukawagawanyie maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Lakini aliposikia hayo alihuzunika sana, maana alikuwa na mali nyingi. Yesu alipoona vile alisema, kwa shida gani wenye mali watauingia ufalme wa Mungu? Kwa maana ni vyepesi ngamia kupita katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Nao waliosikia walisema, ni nani basi awezaye kuokoka? Hapa wale wanaosikiliza haya mazungumzo baina ya Bwana Yesu na huyu mtu mwingine wanashangaa, kama mtu anaweza kushika amri za Mungu kiasi hiki, na Bwana Yesu anasema ni namna gani inavyokuwa ngumu kuingia ufalme wa mbinguni. Wanastaajabu kwamba sasa inawezekana vipi mtu kuingia ufalme wa mbinguni? Akasema, yani hapa Bwana Yesu anasema yasiyowezekana kwa wanadamu yanawezekana kwa Mungu. Naam, haya ndio mazungumzo ambayo yanafanyika baina ya Bwana Yesu na huyu mtu ambaye hatajwi jina, lakini anasemekana ni mtu mmoja ambaye anasema mtu mkubwa mmoja. Sasa kawaida Waislamu wao wanapokwenda katika kuzungumzia hizi injili mbili, au wanapochagua mojawapo hizi injili mbili, huwa hawasomi hichi kisa kizima. Kumbuka kisa hiki cha Marko kinarekodiwa pia na Luka, lakini kisa kile kile kimoja, sio kwamba ni visa viwili tofauti. Sasa kabla sijakwenda kwa undani kuhusu hichi kisa, ningependa kwanza ufahamu mwalimu mwema katika karne ya kwanza ilikuwa inamaanisha nini. Kumbuka wanaposema walimu, hawa walikuwa ni walimu wa mafundisho ya mambo ya kimungu, neno la Mungu katika wakati ule wa Wayahudi. Na kwa mujibu wa wanahistoria na walimu wa teolojia wanasema katika karne ya kwanza ilikuwa haikuwa desturi ya Wayahudi kumuita mwalimu wa Kiyahudi wakimuita mwalimu mwema, kwa sababu mwalimu mwema alikuwa anamaanisha mtakatifu. Ndio maana hapa Bwana Yesu anamuuliza akitaka ajue anaelewa hili analolisema. Lakini kwa sasa tusubiri twende tukaangalie mambo kadhaa. Kwa mfano, jambo moja ambalo Waislamu hawafahamu, unaposoma Agano Jipya, wapo watu kadhaa ambao wanaitwa wema. Bwana Yesu anapomuuliza kuhusu wema, haimaanishi kwamba ilikuwa hakuna watu ambao walikuwa wanatambulika kama ni watu wema. Tunaenda kuangalia katika Injili ya Luka hiyo hiyo katika sura ya 23, Luka 23 mstari wa 50, unasema hivi: na tazama, akatoka mtu mmoja jina lake Yusufu, ambaye ni mtu wa baraza, mtu mwema mwenye haki. Kwa hiyo wapo watu ambao walitambulika kama ni watu wema. Na kuhusiana kuhusu Bwana Yesu anaposema kwamba hakuna mwema isipokuwa Mungu tu, hakumaanisha wema ule wa kawaida. Alichokuwa anamaanisha ni utakatifu, kwa sababu wapo watu kadhaa ambao walitambulika kama wema. Tunaenda kuangalia katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume sura ya 11 mstari wa 22 mpaka ule wa 24. Matendo ya Mitume 11, 22 mpaka 24. Inasema hivi: Habari hizo za watu hao zikafika masikioni mwa kanisa lililokuwa katika Yerusalemu. Wakamtuma Barnaba aende hata Antiokia. Naye alipokwisha kufika na kuiona neema ya Mungu akafurahi, akawasihi wote waambatane na Bwana kwa kusudi la moyo, maana alikuwa mtu mwema, amejaa Roho Mtakatifu na imani. Watu wengi wakaongezeka upande wa Bwana. Tunamwona hapa yule Yosefu Arimatheo na Barnaba hapa, mojawapo ya watu wakubwa walioeneza Injili baada ya kufa Bwana Yesu na kupaa mbinguni. Wote hawa wanaitwa watu wema. Kwa hiyo mtu kuitwa mtu mwema haikuwa jambo la ajabu. Ilikuwa inamaanisha mtu mwenye desturi njema, mtu ambaye alikuwa na bidii katika kuishi maisha ya kimungu. Kwa hiyo Bwana Yesu anapozungumzia kwamba hakuna mwema isipokuwa Mungu, haikuwa kumaanisha katika wema wa kawaida. Lakini huu wema ni nini hasa? Tunarudi katika kitabu cha Injili ya Luka sura ya 6 mstari wa 35. Bwana Yesu anapozungumzia wema wa Mungu alikuwa anamaanisha nini anaposema kwamba ni Mungu tu ambaye ni mwema? Japo nitakuja kuelezea kwamba katika kauli ile Yesu alikuwa hakatai umungu wake, tofauti na Waislamu wanavyodhani au wanavyotafsiri. Tunaenda kusoma katika Luka sura ya 6 mstari wa 35 tuone Yesu alikuwa anamaanisha nini anaposema Mungu ni mwema. Kwa mfano, tunaona kwamba
hapa Bwana Yesu mwenyewe ndio anazungumza maneno haya. Anasema, bali wapendeni adui zenu, tendeni mema na kukopesha, msitumaini kupata malipo, na thawabu yenu itakuwa nyingi, nanyi mtakuwa wana wa aliye juu, kwa kuwa yeye ni mwema kwa wasiomshukuru na waovu. Wema anaozungumzia wa Mungu ni tofauti kabisa ambao wanadamu wanazungumzia wema. Bwana Yesu anachomaanisha hapa, wema wa Mungu unavuka mipaka ya aina ya wema ambao wanadamu wanapenda kuutumia. Na pahala fulani unaposoma Injili, Bwana Yesu anatufundisha kwamba sisi tuwatendee wema hata watu waliokuwa wabaya, hata watu wanaotutesa, hata watu wanaotuhukumu, hata watu ambao hawatupendi. Wote tunatakiwa tuwapende na tuwaombee, kwa sababu anachosema ni kwamba wewe ukimpenda mtu ambaye ni wa upande wako, aidha wa kabila lako au ndugu yako au rafiki yako, unakuwa bado hujaweza kufikia ule wema wa Mungu, kwa sababu Mungu anawapenda hata wenye dhambi, hata watu wabaya. Bwana Yesu anauzungumzia wema wa namna hiyo, ndicho alichokuwa anazungumza. Sasa jambo jingine ambalo Waislamu hawafahamu ni kwamba Bwana Yesu alijiita mwema kwa kinywa chake. Tunaenda kusoma Injili ya Yohana sura ile ya 10 mstari wa 11 mpaka 14 kuona kwamba kama nilivyosema, hata Bwana Yesu pia alijiita wazi wazi kwamba yeye ni mwema. Yohana sura ya 10 mstari wa 11 mpaka wale wa 14 unasema hivi: mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema huutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake, humwona mbwa mwitu anakuja, akawacha kondoo na kukimbia, na mbwa mwitu huwakamata na kuwatawanya. Yule hukimbia kwa kuwa ni mtu wa mshahara, wala mambo ya kondoo si kitu kwake. Mimi ndimi mchungaji mwema, nao walio wangu na wajua, nao wale wangu wanijua mimi. Unaona, tunachokiona hapa Bwana Yesu anapozungumzia kuhusu wema na yule mtu aliyemfuata au yule mtu mkubwa aliyemfuata, hakuwa anamaanisha kwamba yeye si mwema, lakini kadhalika alikuwa hamaanishi kwamba anaukana umungu. Sasa tuende tukausome upya mojawapo mstari huu. Ningependa kuusoma ule wa Luka, nitasoma ule wa Marko sura ya 10 mstari wa 17 mpaka wa 27, na tutachambua hatua kwa hatua tuone nini Bwana Yesu alichokuwa anakifananisha, na niweze kuhitimisha kwamba nini tunatakiwa tujifunze kama Wakristo. Na wewe ndugu yangu Muislamu ufahamu, katika tunaposoma kisa hiki, Bwana Yesu hakaani umungu wake, bali anauthibitisha umungu wake. Tunaanza kwanza sura ya ile ya 10 mstari wa 17. Inasema, hata alipokuwa akitoka kwenda njiani, mtu mmoja akaja mbio, akampigia magoti, akamuuliza, mwalimu mwema, nifanye nini nipate kurithi uzima wa milele? Yesu akamwambia, kwa nini kuniita mwema? Jambo la kwanza, huyu mtu anakwenda kwa Bwana Yesu akimuuliza, ni kama vile hajui au anamtega. Yesu anamuuliza, kwa nini kuniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, ndiye Mungu. Anaendelea kumwambia, wazijua amri: usiue, usizini, usiibe, ushuhudie uongo, usidanganye, waheshimu baba yako na mama yako. Bwana Yesu anachozungumza hapa, anaanza kumtajia sehemu ya zile amri 10 za Mungu. Kama nilivyosema hapo mwanzoni, amri 10 za Mungu zile ambazo Mungu aliziandika katika ubao ule mlimani wakati wa Musa, Bwana Yesu anazitaja amri 5 tu, na amri zote hizi 5 amezitoa baina ya zile amri 6 zinazohusu mahusiano baina ya mwanadamu na mwanadamu. Katika zile amri 10, amri za kwanza 4 ni amri zinazohusu mahusiano baina ya Mungu na mwanadamu, kwamba Mungu anatakiwa aishije katika kujenga mahusiano yake na kudumisha mahusiano yake na Mungu. Lakini kwa namna ya ajabu, Bwana Yesu hakuzizungumzia zile amri 10 za Mungu. Sasa yule mtu akamwambia, mwalimu, hayo yote nimeyashika tangu utoto wangu. Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia, umepungukiwa na neno moja. Nenda ukauze ulivyo navyo vyote, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Jambo tunaliona hapa la ajabu ni kwamba Bwana Yesu anaweza kufahamu moyo wa huyu mtu ukoje katika safari yake ya ufalme wa mbinguni. Anajua kabisa huyu mtu amepungukiwa na kitu ambacho kinamzuia kwenda kuurithi uzima wa milele. Huu kwanza ni uwezo wa kimungu. Ndugu yangu Muislamu, hilo lazima ulifahamu. Lakini Bwana Yesu anaendelea, walakini yeye akakunja uso
kwa neno hilo, akaenda zake kwa huzuni kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Kumbuka Bwana Yesu anapomwambia uza mali zote ukawape masikini, utakuwa na hazina mbinguni. Mambo kadhaa. Alafu anamwambia kisha njoo unifuate. Maana yake nini? Bwana Yesu hazizungumzii amri za Mungu kwa sababu anajua huyu mtu mahusiano yake na Mungu ni mabaya, na kwa sababu yeye Bwana Yesu kama Mungu ndo anamwambia kisha unifuate, ili huyu mtu aweze kufahamu nafasi yake ya wokovu iko wapi. Lakini muhimu zaidi ni mistari tunakwenda kusoma mbele huku. Yesu akatazama kote kote, baada ya yule mtu kuondoka pale na kukunja uso na kuondoka, Yesu akatazama kote kote, akamwambia wanafunzi wake jinsi itakavyokuwa shida wenye mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Wanafunzi wakashangaa kwa maneno yake. Yesu akajibu tena akawaambia, watoto, jinsi ilivyo shida wenye kutegemea mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Maana yake nini hapa Bwana Yesu anachozungumza? Huyu mtu alizishika zile, swala lake la kwenda mbinguni lilikuwa limekaa katika kujinafsisha mwenyewe kwamba ana uwezo wa kufika mbinguni kwa nguvu zake na kwa uwezo wake na kwa mali yake. Na Bwana Yesu anaendelea, ni rahisi kwa ngamia kupenya katika tundu la sindano kuliko kwa tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Nao wakashangaa mno, wakimwambia, ni nani basi awezaye kuokoka? Hawa wanafunzi ambao walikuwa wanamsikiza Bwana Yesu wanashangaa, sasa kama huyu mtu ameshika amri zote zile, lakini bado inaonekana huyu mtu hawezi kuingia katika ufalme wa mbingu, je, hawa wengine itakuwaje? Yesu akakazia macho akasema, kwa wanadamu haiwezekani, bali kwa Mungu sivyo, maana yote yawezekana kwa Mungu. Bwana Yesu anachomaanisha hapa, wokovu haupo katika tu kuzishika amri za Mungu, lakini sharti la kwanza ni kumfuata Kristo. Huyu ndiye ambaye anaweza kutupeleka mbinguni. Na ndipo unapokwenda kusoma katika Injili, Bwana Yesu anafafanua katika Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 6, anasema hivi. Sura ya 14 Yohana mstari wa 6 anasema, na ndicho chomwambia huyu mtu kwamba uza vyote wape maskini, kisha njoo unifuate. Bwana Yesu ndiyo njia ya kwenda mbinguni. Na Bwana Yesu anakuja kuielezea huku katika sehemu mojawapo, anasema hivi, mstari wa 6 anasema, Yesu akamwambia, mimi, hapa alikuwa anaongea na Tomaso, akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia mimi. Ndicho alichokuwa akimweleza, alichokuwa akitaka yule bwana akifanye, kwamba akishauza zile mali, njia ya kwenda mbinguni ipo kwa Yesu tu. Na Yesu kama Mungu, kama alivyowajibu wale wanafunzi wake kwamba kwa wanadamu hilo ni gumu, lakini kwa Mungu linawezekana. Kwake yeye Bwana Yesu kama Mungu ndio uwezekano wa kwenda mbinguni upo. Na leo nikukaribisha ndugu yangu Muislamu, Bwana Yesu peke yake ndio njia, ndio kweli na ndio uzima. Na anasema wazi, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Nikutie moyo ndugu yangu Muislamu, soma hizi Injili umuelewe na kumfahamu Yesu Kristo. Uislamu unawafundisha nyinyi kwamba mtatenda matendo yenu mema ndiyo yanayokupeleka mbinguni. Bwana Yesu anathibitisha wazi matendo mema hayatoshi. Usipokuwa na Yesu hutaiona mbingu. Usipokuwa na Yesu hutafika kwa Baba wa mbinguni. Hili ndilo ambalo Muislamu ulifahamu. Bwana Yesu haukani umungu wake. Anachozungumza na huyu bwana, kwanza anamuuliza katika ile swali, kwa nini waniita mwema? Ili afahamu huyu mtu anaelewa anachokizungumza, anamuelewa anazungumza naye. Na ndio maana anamwambia kauze vitu vyote kisha njoo unifuate. Yule bwana anakataa kumfuata Yesu kwa kuwa alikuwa na mali nyingi, kwa sababu moyo wake ulikuwa upo katika mali. Na kuna sehemu Bwana Yesu anasema, ulipo moyo wa mtu au ilipo hazina ya mtu ndipo na moyo wake upo. Alichokuwa anamfundisha hapa, akiuza mali akagawa maskini, hazina yake itakuwa mbinguni. Na hazina yake ikiwa mbinguni ndipo na moyo wake utakuwepo. Na ndio akimfuata Bwana Yesu Kristo ataelewa namna gani wokovu upo, na Bwana Yesu atampa ule uzima, kwa sababu Yesu Kristo ndio njia, Yesu Kristo ndio uzima, Yesu Kristo ndio kweli. Hili ndio somo ambalo Bwana Yesu alikuwa analitoa, lakini bahati mbaya sana ndugu zetu Waislamu mnahadaika na wenzenu wanaokwenda kudai kwamba ati mstari huu unathibitisha kwamba Yesu
anaukataa umungu wake. Nikutie moyo ndugu yangu, tafakari mambo haya, wakati bado unao. Njia ya kwenda mbinguni ni moja tu, Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu akubariki.